Leo ni miongoni mwa siku zinazoleta taswira mpya na kuanza kuandika historia mpya katika wizara yetu ya michezo, habari, sanaa na utamaduni kupitia mpira wetu wa kikapu kuingia kwenye timu bora 8 zinazokwenda kushindana South Africa kwenye mashindano ya Afrika. Nimefuatilia kwa kina historia ya mpira wa kikapu kwenye taifa letu. Ni ukweli pasipokuwa na shaka, Dasite mmepata heshima ya kuandika historia ya taifa letu la Tanzania kwa mara ya kwanza tangu mashindano haya yaanzishwe duniani, wa Tanzania kushiriki kwenye mashindano ya Afrika. Historia hii mnayoiandika inaenda kuleta chachu na kuongeza hamasa kwa vijana wengi kwa kuona mchezo wa kikapu au mpira wa basketball si tena mchezo wa watoto wa matajiri tu, si tena mchezo wa watu kujiburudisha na kujinufaisha, bali ni mchezo unaojenga uchumi na kubadilisha taswira za familia zetu kwa watu wenye vipaji. Nendeni mkijua ya kwamba Tanzania inawadai ushindi, inawadai rekodi njema, inawadai historia itakayobeba vizazi vinavyokuja. Ni matumaini yetu kama wizara, mafanikio mtakayoyapata yawe chachu ya kuwafanya watu wengine wajitokeze kuanzisha timu nyingi za basketball, ili tuwe na ligi kubwa yenye ushindani na iwe ligi bora inayoweza kuchukua nafasi ya pili, ya tatu ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini kwa bara zima la Afrika. Mnafahamu mchango wa Simba na Yanga kwenye mashindano ya African Championship. Na nyinyi tunaomba, kama ambavyo Simba na Yanga walifungua milango, tukaona Namungo, tukaona KMC, tukaiona Azam, tukaona na timu zingine zimeingia kwenye mashindano ya Afrika, naombe na nyinyi Dasite mkafungue milango ya kusababisha Tanzania tuwe na timu zaidi ya moja zitakazokwenda kwenye mashindano ya Afrika. Tumeanza kuongea na wafadhili ili kuifanya timu yetu iwe na ushindani, lakini na mazingira mazuri ya timu zetu kufanya vizuri. Nao furaha kwamba CRDB imekubali kuwa mfadhili wenu mkuu kwenye ligi ya hapa ndani, kuanzia pale ambapo rais wetu atakapopata nafasi ya kukutana nao. Lakini la pili, tumeanza kuangalia maeneo ili tuweze kujenga viwanja vingi vya basketball na kupelekea mashindano haya yakifanyika basi yafanyike katika mazingira bora. Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA limeandaa kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani. Kongamano hili litafanyika kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2026 jijini Arusha. Gharama za ushiriki ni shilingi 100,000 kwa washiriki wa ndani na shilingi 100,025 kwa washiriki kutoka nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi kuhusu namna ya kujisajili kushiriki kongamano hili, tembelea mitandao ya kijamii ya Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, Instagram na X BAKITA-TZ, Facebook BAKITA TZ, au tovuti ya km@bakita.go.tz. Tujivunie na kukienzi Kiswahili, moja ya tunu za taifa letu.